haijumuishi kwamba wewe ni mlemavu wa aina gani. Asiyejiweza tu imemwekea kipaumbele kwamba unapofika katika eneo lako la kupiga kura, basi jambo la kwanza masheha wamekuwa wameshajishwa vya kutosha wale. Anapokuja mtu huyu bila kumjali chama gani, lakini huyu haki yake lazima apate. Unapoenda pale, haya huwekwi foleni, fika pale masheha wanakuchukua, unapelekwa na wahudumu wale, unapelekwa katika chumba cha kupiga kura na kupiga kura yako, unarudi nyumbani kupumzika. Naweza kuongelea kidogo masuala ya haki za watu wenye ulemavu katika kushirikishwa kwenye masuala ya kijamii. Mtu mwenye ulemavu ni mtu kama mtu mwingine. Ana haki zote kama alizonazo mtu mwingine. Ana wajibu wote kama aliyokuwa nao mtu mwingine yeyote. Ana haki ya kushirikishwa kwenye masuala ya maendeleo ya kijamii. Ana haki ya kushirikishwa kwenye masuala yoyote ambayo yanaweza yakamgusa yeye mwenyewe kwa namna moja ama nyingine. Ukiangalia kuna jumuiya ambazo zina waheshimiwa wetu au watu wetu wanapiga kelele kwamba tujitokeze ili tuchukue fomu tugombanie maendeleo. Sasa maendeleo ukizungumza na wao wamo na wana haki na wanaweza, kwa sababu alhamdulillah wako wanasoma, wako wanajitolea, wako wanataka. Sasa hii yote inatakiwa tuhamasike, angalau tuone kigezo haya ambao kitakuja. Watu wangapi sasa hivi tunachukua sera za kutaka kwenda katika kampeni za kwenda kusikiliza sera za nchi na kutoa mawazo. Gari gani zitawekwa za kwenda kuwabeba watu hao wenye kuhamasika? Bado tuko chini na maana hatujaeka katika mifumo ya kutaka kushirikisha. Uchaguzi ni mchakato wa kumteua kiongozi kwa nafasi maalumu katika jamii, hasa cheo na majukumu. Uchaguzi hufanyika kwa nafasi za uongozi au nafasi za mamlaka fulani. Mara nyingi hutokea kwa kupiga kura kwa wenye haki hiyo. Pamoja na hayo, makala hii inazungumzia nafasi zilizopo kwa watu wenye ulemavu katika uchaguzi. Ni mimi msimulizi wako Tatu Juma, karibu tuwe pamoja. Wakati Zanzibar ikielekea kwenye uchaguzi mkuu Oktoba 2025, kuna kundi kubwa la watu mara nyingi husahaulika kimahitaji na usawa wa kupiga kura. Kwa mujibu wa taifa linavyojipanga na uchaguzi mkuu, tuna wajibu wa kufahamu kuwa watu wenye ulemavu wana wajibu na haki ya kushiriki ipasavyo katika mchakato wote wa kugombea uongozi, kampeni na hata kupiga kura. Hebu tuwasikilize baadhi ya watu wenye ulemavu wakitoa walionayo katika mfumo mzima wa kipindi cha uchaguzi. Haijumuishi kwamba wewe ni mlemavu wa aina gani. Asiyejiweza tu imemwekea kipaumbele kwamba unapofika katika eneo lako la kupiga kura, basi jambo la kwanza masheha wamekuwa wameshajishwa vya kutosha wale. Anapokuja mtu huyu bila kumjali chama gani, lakini huyu haki yake lazima apate. Unapoenda pale, haya huwekwi foleni, fika pale masheha wanakuchukua, unapelekwa na wahudumu wale, unapelekwa katika chumba cha kupiga kura na kupiga kura yako, unarudi nyumbani kupumzika. Kwanza muhimu zaidi, serikali iwape watu wenye ulemavu kipaumbele zaidi kuhusiana na kugombea kwenye fursa za uongozi, na iwape mhamasisho, yani wahamasishe kuweza kugombea na masuala mengine ya kuwashirikisha kwenye kazi za maamuzi ikiwemo za sheria, za wilaya, za mkoa. Sisi ni walemavu na mimi ni mtu asiyeona. Kwa changamoto tunazokutana nazo katika wakati wa uchaguzi, foleni inakuwa nyingi. Kwa hiyo sisi watu wasioona tunatupata kwa upande huo. Taarifa ambayo inatufaa sisi kutuandikia maandishi ya nukta nundu na kutupatia semina kuhusu mambo ya uchaguzi na kutuwezesha kuweza kupiga kura wenyewe, na pia elimu tupate kulingana na sisi tulivyo. Kwa kipindi cha uchaguzi, changamoto tunazozipata ni kubwa sana, kwa sababu tunakuja kuchukuliwa majumbani mwetu, na halafu tukishachukuliwa majumbani mwetu tunakwenda kupiga kura. Lakini tukishafika kituoni, wale wachukuaji wanakuwa wanatubenza. Tukifika pale tunakuwa kama watu ambao hatuna mahitaji maalum. Kwa hiyo tunaenda kwa foleni mpaka tunamaliza kupiga kura, na muda unakuwa ni mkubwa sana kwa hali zetu kukaa pale.
tunahitaji ikifika siku hizi za uchaguzi, au pia tukawekewa uongozi wetu na sisi tuwe hili zoezi lisitupite. Katibu mtendaji wa Baraza la Taifa la Watu wenye Ulemavu Zanzibar akizungumzia nafasi pamoja na kipaumbele kinachotakiwa kupewa watu wenye ulemavu katika harakati za uchaguzi na kupiga kura. Wa tume ya uchaguzi, lakini vile vile na mamlaka zinazosimamia masuala ya usalama hapa nchini katika kuhakikisha kwamba usalama wa watu wetu unaimarika, na hili limefanywa kwa namna tofauti. Namna ya kwanza ni kuhakikisha kwamba watu wenye ulemavu wakienda katika vituo vya kupigia kura wanapewa nafasi ya kwanza, wanapewa kipaumbele kuhakikisha kwamba wanapiga kura, then wanarudi nyumbani kusubiri matokeo ya kura walizopiga. Hilo ni la kwanza, lakini la pili ni kuhakikisha kwamba miundombinu iliyokuwemo katika vituo vya kupigia kura inakuwa ni wezeshi, kuhakikisha kwamba vile vituturi vinaweza kufikika na kundi la watu wenye ulemavu. Naye mwenyekiti wa asasi ya wahamasishaji elimu Zanzibar AWEZA, ndugu Rajab Said Sisemi, anazungumzia jinsi jamii inavyotathmini watu wenye ulemavu katika harakati mbalimbali. Hawana mashirikiano makubwa ya 90% au 70% kwenye jamii husika katika hali ya kuwafanya wao wakawa na imani kwamba na sisi tuko kama wenzetu katika taifa letu. Moja wapo ndio tunazungumzia kama kipindi sasa hivi tumeingia katika jarada la mambo ya uchaguzi. Swala la mambo ya uchaguzi na ugombea ni fursa kwa kila mtu ambaye tayari anatimiza na vigezo ambavyo vimewekwa katika taratibu zao, aidha za chama au za kijamii. Lakini nakuta bado kwa kukosa kuhamasika, hatujakuta majimbo mengi yanayosimamisha wagombea watu wenye ulemavu. Kwa sababu gani? Watu wengi wanaamini labda watu wenye ulemavu hawawezi kuwa na movement kubwa, jambo ambalo sio kweli. Na hii si kusema kwamba labda wanakosewa, hamna. Ni kwamba sisi tumekosa kuamka tukaweza kujua kwamba na wao wanafanya mambo kama tunafanya sisi, ambao Mwenyezi Mungu atusaidia hatujakuwa na ulemavu huo. Lakini haitoshi. Sasa ni nani aliyetoa mfano kwa kusema sisi hapa angalau kwenye baraza letu au katika shina letu au katika ofisi yetu tuna watu kama hawa wenye ulemavu labda 10-15, wakati fursa zinatokezea kama hizo. Na nashukuru Mungu kila kukacha waheshimiwa wetu au watu wetu wanapiga kelele kwamba tujitokeze ili tuchukue fomu tugombanie maendeleo. Sasa maendeleo ukizungumza na wao wamo na wana haki na wanaweza, kwa sababu alhamdulillah wako wanasoma, wako wanaweza jitolea, wako wanaotaka. Sasa hii yote inatakiwa tuhamasike, angalau tuone kigezo haya ambao vitakuja. Watu wangapi sasa hivi tunachukua sera za kutaka kwenda katika kampeni za kwenda kusikiliza sera za nchi na kutoa mawazo. Gari gani zitawekwa za kwenda kuwabeba watu hao wenye kuhamasika? Bado tuko chini, na maana hatujaweka katika mfumo ya kutaka kuwashirikisha. Juma Hassan Sheha kutoka Tume ya Uchaguzi Zanzibar ZEC akieleza namna ya tume ilivyojipanga katika kuwapa nafasi iliyo sahihi wapiga kura, hususan kwa watu wenye ulemavu. Katika kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2025, tume imepanga kuona kwamba makundi ya watu wenye ulemavu wanashiriki kikamilifu kupitia sera ya jinsia ya mwaka 2015, kwa sababu tume imeandaa sera ya jinsia na ushirikishaji makundi maalum ili kuona makundi ya vijana, wanawake na walemavu wanashiriki kikamilifu katika hatua zote za uchaguzi. Kwa hiyo miongoni mwa jitihada za makusudi zilizofanywa na tume ya uchaguzi kama makundi haya yanashiriki kikamilifu, kwanza katika swala zima la upangaji wa vituo vya kupigia kura, tuna kamati zile za ulinzi na afisi zetu za wilaya kwa kushirikiana na kamati za ulinzi na usalama wanafanya uratibu wa vituo vya kupigia kura ili kuhakikisha kwamba wapiga kura wa vile vituo vinavyopangwa kwa ajili ya kupiga kura vinafiki kwa watu wenye hali zote, hata watu wenye ulemavu. Lakini vile vile tume katika eneo hili kuona kwamba vituo vya kupiga kura vinafikiwa na watu wote. Imeandaa ama imenunua mahema, tunasema tenti, especially kwa ajili ya yale maeneo ambayo vituo vya kupiga kura kwa havifikiki shughuli zao ziko katika maeneo ya mwinuko. Basi tutajenga mahema katika maeneo ya chini ili kuweza watu wenye ulemavu wasipate changamoto kutoka kuingia katika kituo cha kupiga kura. Kama hiyo haitoshi, pia vile vile tume itaandaa vitambulisho maalum
reflectors kwa ajili ya watu wenye ulemavu wakifika katika vituo vyetu wasipange. Kwa upande wake, wakili kutoka Jumuiya ya Wanasheria Wanawake Zanzibar Zafela, ndugu Salma Omar Zain, anatoa ufafanuzi kuhusiana na haki za watu wenye ulemavu. Mtu mwenye ulemavu ni mtu kama mtu mwingine, ana haki zote kama alizonazo mtu mwingine, ana wajibu wote kama aliyokuwa nao mtu mwingine yeyote. Ana haki ya kushirikishwa kwenye masuala ya maendeleo ya kijamii, ana haki ya kushirikishwa kwenye masuala yoyote ambayo yanaweza yakamgusa yeye mwenyewe kwa namna moja ama nyingine. Mkiangalia kuna jumuiya ambazo zinasimamia watu wenye ulemavu. Hizi jumuiya huwa zinasaidia sana kuwaweka watu wenye ulemavu katika nafasi ambao wanaweza kushirikishwa moja kwa moja katika masuala ya kijamii. Tunaambiwa kwamba katika kila fursa zinazotokea, basi mtu mwenye ulemavu lazima na yeye apewe fursa sawa na mtu mwingine yeyote, au pia wakati mwingine anaweza akapewa kipaumbele katika kupewa nafasi. Tunaamini kwamba kuna baadhi ya kazi ambazo mtu mwenye ulemavu kwamba hawezi kufanya, lakini la hasha, ana uwezo wa kuuza biashara yoyote, ana uwezo wa kusoma elimu kufika ngazi yoyote ya elimu. Hivyo hatustahiki kabisa kuwabagua au kuwatenga watu wenye ulemavu katika maendeleo ya kijamii. Wanaweza wakachangia sana, wanaweza wakatupa maelezo mazuri, au wanaweza kutufanyia njia yoyote kama mtu mwingine yoyote anaweza kufanya katika kuleta maendeleo ya jamii. Hivyo basi naweza kuomba au kutoa ari kwamba mtu mwenye ulemavu asichukuliwe tu kwa sababu ni mtu mwenye ulemavu. Mtu mwenye ulemavu apewe nafasi kama watu wengine yoyote, apewe fursa ya maendeleo, apewe fursa yoyote ambayo anaweza kuipata katika jamii, hata katika ngazi za uongozi, hata katika nafsi yoyote. Kwa hiyo mtu mwenye ulemavu awe wa kike, awe wa kiume, awe mkubwa, awe mdogo, awe wa aina yoyote, anastahili kupewa fursa sawa na mtu mwingine yoyote. Kupitia matokeo ya takwimu ya mwaka 2020 hadi 2022, Tanzania bara kuna 11.2% ya watu wenye ulemavu, na ndani ya Zanzibar kuna 11.4% ya watu hao, ambapo visababisho vikubwa vya watu wenye ulemavu duniani ni umasikini, ajali pamoja na vita. Katika kutatua changamoto za watu wenye ulemavu, Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar SMZ imetaja hatua zinazochukua, ikiwa ni pamoja na kuimarisha ushiriki wao katika ngazi za uamuzi kutoka 2% kwa sasa hadi 5% ifikapo mwaka 2030.